Na uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii unaanzia huko Mashariki ya Kati. Kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei ameukataa wito wa rais wa Marekani Donald Trump wa kujisalimisha, huku akionya kuwa uingiliaji wa Marekani wowote wa kijeshi katika mzozo huo bila shaka utasababisha madhara yasiyorekebishika. Hayo yanajiri wakati wa Iran wakiondoka kwa wingi kutoka kwenye mji wa Tehran baada ya mashambulizi ya anga yanayofanywa na Israel. John Juma na mengi zaidi. Jeshi la Israel limesema ndege zake 50 za kivita zilishambulia takriban maeneo 20 mjini Tehran usiku kucha, yakiwemo maeneo ya uzalishaji wa malighafi, vipuri na mifumo ya kutengeneza makombora. Jeshi hilo lilitoa tahadhari kwa Wairan kuondoka katika baadhi ya maeneo ya Tehran kwa ajili ya usalama wao wakati wa mashambulizi yakiendelea. Si ajabu barabara kuu mjini Tehran zilijaa magari yakielekea nje ya jiji hilo lenye jumla ya takriban watu milioni 10. Waziri wa ulinzi wa Iran amesema kuwa mashambulizi ya Israel yameharibu makao makuu ya usalama wa ndani wa nchi yake. Mashambulizi ya Israel ambayo ni makubwa zaidi tangu vita vya Iraq ya miaka ya 80 yameangamiza wakuu wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia, hatua ambayo inatajwa kuwa pigo kubwa kwa Iran. Kulingana na tovuti za habari za Iran, mapema Jumatano, Israel ilikishambulia chuo kikuu cha walinzi wa mapinduzi wa Iran mashariki mwa nchi hiyo na kituo cha makombora cha Hojir karibu na Tehran. Mnamo Jumanne, Rais wa Marekani Donald Trump aliitaka Iran kujisalimisha bila masharti, lakini kupitia taarifa iliyorekodiwa na kupeperushwa kwenye televisheni, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran haitojisalimisha abadan. Ameongeza kuwa, na hapa namnukuu, watu wenye akili wanaoijua Iran na historia yake hawatathubutu kuzungumza na taifa hili kwa lugha ya vitisho, kwa sababu taifa la Iran halitajisalimisha. Wamarekani wanapaswa kujua kuwa uingiliaji wowote wa kijeshi wa Marekani bila shaka utaambatana na madhara yasiyorekebishika. Mwisho wa kunukuu. Awali taarifa kama hiyo pia ilitolewa na balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Ali Bahrain, kwamba Iran itajibu kwa nguvu bila kujizuia endapo Marekani itashiriki moja kwa moja katika mgogoro huo. Nchini Israel hali pia imekuwa ya wasiwasi. Ving'ora vililia kuwaonya watu kuhusu mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Wataalam wanasema hii ni mara ya kwanza katika miongo ya mivutano kati ya Israel na Iran ambapo idadi kubwa ya makombora kutoka Iran imepenya mifumo ya ulinzi na kuua Waisraeli majumbani mwao. Tangu Ijumaa, Iran imefyatua takriban makombora 400 kuelekea Israel, ambapo takriban 44 yamepenya ulinzi wa anga na kuua watu 24, wote wakiwa raia, kwa mujibu wa mamlaka za Israel. Mapema Jumatano, milipuko ilisikika Tel Aviv. Jeshi lilisema mashambulizi mawili ya makombora kutoka Iran yalizinduliwa kuelekea Israel katika saa 2 za kwanza za Jumatano asubuhi. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imesema dunia iko milimita chache tu karibu kutumbukia kwenye janga kutokana na mashambulizi ya kila siku kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani ametoa wito kwa viongozi wa Iran kutoa hakikisho la kweli kuwa hawatengenezi silaha za nyuklia na waonyeshe utayari wa kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Hofu ya uwezekano wa Trump kuingiza Marekani moja kwa moja kwenye mzozo huo umezidi kuongezeka tangu alipotoka kwenye mkutano wa kilele wa nchi 7 tajiri G7 na kukutana na maafisa wake wa usalama huko Washington siku ya Jumanne. Shukran John Juma kwa ripoti hiyo. Tukisalia katika swala hilo, shambulizi la Israel dhidi ya Iran mnamo Juni 13 limeibua mjadala mkali duniani kuhusu uhalali wake kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Israel imedai ilikuwa ni hatua ya kujilinda dhidi ya tishio la nyuklia la Iran. Hata hivyo, wataalamu wengi wa sheria wanasema hatua hiyo huenda ilikiuka mikataba ya Umoja wa Mataifa inayodhibiti matumizi ya nguvu baina ya mataifa. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shea inasomwa studioni na Lubega Emmanuel.
Israel imetetea shambulizi hilo kama la kujilinda kwa tahadhari dhidi ya kile ilichokitaja mipango ya Iran kutengeneza bomu la nyuklia. Hata hivyo, sheria ya kimataifa inatambua tu haki ya kujilinda iwapo kuna mashambulizi yanayoonekana kuwa na dharura na ambayo hayawezi kuzuiliwa kwa njia nyingine. Hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja Mataifa. Profesa Matthias Goldman, mtaalamu wa sheria za kimataifa kutoka chuo kikuu cha EBS, anasema mashambulizi hayo hayakukidhi vigezo vya kujilinda. Goldman pia anasema kuna sharti la kuwepo kwa shambulizi la dharura ambalo haliwezi kuzuiwa kwa njia nyingine. Kutokana na ushahidi uliopo, hakuna dalili kuwa Iran ilikuwa karibu kufanya shambulizi hilo. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA iliyotolewa siku moja kabla ya shambulizi hilo, Iran haikuwa ikishirikiana kikamilifu, lakini hakuna ushahidi ulioonyeshwa na Israel kuthibitisha kuwa Iran ilikuwa inapanga kufanya shambulizi la nyuklia hivi karibuni. Taarifa za kijasusi kutoka Marekani zinaonyesha Iran ilikuwa bado iko nyuma miaka 3 kufikia kutengeneza bomu la nyuklia. Israel yenyewe ina silaha za nyuklia, ingawa haijawahi kuthibitisha rasmi wala kutia saini mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia NPT. Hili linazidisha ugumu wa hoja kwamba Iran ilikuwa tishio la dharura, hasa ikizingatiwa mfano wa vita baridi ambapo nchi mbili zenye nyuklia hazikutumia silaha hizo kwa hofu ya mashambulizi ya kisasi. Kwa upande wa sheria za vita, Profesa Tom Danelbaum wa chuo cha sheria na diplomasia cha Fletcher anaelezea kuwa mara vita vinapoanza bado kuna mipaka ya kisheria. Lakini Danelbaum anataja mfano wa mashambulizi ya Israel dhidi ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran majumbani mwao na kusema kufanya kazi kwenye mradi wa silaha hakufanyi mtu kuwa mpiganaji. Wakati huo, Iran pia imeshambulia maeneo ya raia mjini Tel Aviv, jambo ambalo linakiuka wajibu wa kuchukua tahadhari za kuyalinda maisha ya raia. Licha ya mapungufu ya wazi, wataalam kama Goldman na Danelbaum wanakiri kuwa kuna uwezekano mdogo wa kesi kama hizi kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ au hata mahakama ya haki za binadamu ya Ulaya. Sababu kuu, migogoro hii haiko ya kisiasa mno na mara nyingi hutatuliwa kwa njia za kidiplomasia kuliko mahakamani. DW tunavuma kwa kishindo. Hakika tunavuma kwa kishindo. Msikilizaji, maoni yako ni sehemu muhimu sana ya kukamilisha matangazo haya. Tutumie ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube, na mimi nitayasoma kadri muda utakavyo niruhusu. Tafuta tu DW Kiswahili. Na sasa tuelekee nchini Kenya ambapo mchuuzi wa barakoa aliyepigwa risasi kwenye maandamano anashusha pumzi baada ya kufanyiwa upasuaji na kutolewa risasi kichwani muda mfupi uliopita. Wakati huo huo, maafisa wawili wa polisi waliohusika na tukio hilo wametambuliwa rasmi. Hayo yakiendelea, mamlaka huru ya usimamizi wa polisi ya IPOA imepewa ridhaa ya kamanda wa polisi wa kituo cha Central kuendelea kuwazuia kwa siku 15 polisi waliohusika ili kukamilisha uchunguzi. Thelma Mwadzaya na ripoti kamili. Maafisa wawili wa polisi walioonekana kwenye video iliyosambaa mitandaoni wakimpiga na hatimaye kumpiga risasi mchuuzi wa barakoa wakati wa maandamano wametambuliwa rasmi. Makonstabo Masinde Baraza na Duncan Kiprono walionekana wakimvamia mwanamume huyo wa umri wa miaka 22 aliyekuwa akichuuza barakoa. Wawili hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Capital wakisubiria kufikishwa mahakamani. Pindi baada ya kupigwa risasi, mchuuzi huyo alikimbizwa hospitali iliyokuwa karibu na hatimaye kufikishwa kwenye hospitali kuu ya Kenyatta alikofanyiwa upasuaji. Duru zinaeleza kuwa Boniface Kariuki alifanyiwa upasuaji na kutolewa risasi kichwani na anaendelea kupata nafuu kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi mkuu wa hospitali kuu ya Kenyatta, Dr. William Kiprono Sigilai, alibainisha kuwa upasuaji huo ulichukua saa 2. Sisemi kwamba ameamka, lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Jeraha alilopata kutokana na kifaa hicho ambacho tunashuku kuwa ama tunadhani ni risasi iliweza kusababisha uharibifu wa
mfupa wa kichwa. Wakati huo mamlaka huru ya usimamizi wa polisi nchini Kenya IPOA imepata ridhaa ya kamanda wa kituo cha polisi cha Central alikouawa mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang kuzuiliwa kwa siku 15 hadi uchunguzi ukamilike. Kwa mujibu wa hakimu Ben Mark Ikubi, Samson Talam anaweza kuhitilafiana na uchunguzi, kwa hiyo ni bora aendelee kuzuiliwa kwa siku 15. Kwa upande mwingine, Spika Moses Wetangula ameamuru waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen kufika mbele ya bunge la taifa Jumatano ijayo. I direct that the Minister for Internal Security appears before this house on Wednesday afternoon kuelezea mienendo ya polisi mintarafu maandamano ya jana Jumanne na mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi kizuizuini. Wanachama wa bunge la mwananchi wanawatolea wito vijana kusitisha maandamano na kusubiria kauli ya mahakama inayoendelea kusikiliza kesi hizo. Hatuwezi pata haki kwa street, haki tutapata tu kule kotini. Kuna polisi moja ambaye tabia yao inaweza kuwa vibaya, lakini sio polisi yote ya nchi ya Kenya. Maandamano ambayo yanatokea si maandamano ambayo yako kwa katiba, na sisi tunashtumu sana haya maandamano ya wauni. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.